Mheshimiwa Spika, njia ya pili ya kuendeleza viwanda ni kuhimiza na kushawishi wawekezaji kuwekeza katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kama nilivyoeleza, miundombinu ya kufanya hivyo tayari ipo, na baada ya muda itakuwa bora zaidi. Najua wapo watu wanaotaka kuwekeza Tanzania sasa katika viwanda, na wamekuwepo hata miaka ya nyuma kidogo. Lakini wakati mwingine sisi humu tukiwemo sisi viongozi, kwa kushirikiana na wafanyabiashara matapeli na walaghai, tumehujumu mipango ya shauku za wawekezaji wa namna hiyo. Pamoja na shauku na utayari wao wa kuwekeza Tanzania, tumewawekea vikwazo na kuwapiga vita, na hivyo kuwalazimisha kwenda kuwekeza katika nchi za jirani. Sisi katika serikali ya awamu ya 5 tutajitahidi sana kuondoa usumbufu na urasimu wa aina hiyo, na kuongeza bidii ya kuwashawishi wawekezaji wa ndani na wa nje kuja kuwekeza viwanda hapa nchini. Na hili niseme kwa watendaji wa serikali ambao kwa njia moja au nyingine watashiriki katika kukwamisha wawekezaji, wawe wa ndani au wa nje, katika kuwekeza katika nchi hii, hatutakuwa na nafasi nao. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge, ni lazima sasa tujue ni viwanda vya aina gani hasa ambavyo tunataka tunavyotaka kuviwekeza. Sura ya kwanza ya viwanda tunavyokusudia ni vile ambavyo sehemu kubwa ya malighafi yake itatoka ndani, hususan kwenye sekta za kilimo, mifugo, uvuvi na madini na maliasili nyingine. Viwanda vya aina hii tutavipa fursa ya kujenga mfumo wa uzalishaji ndani ya nchi uliofungamana na kushikamana. Viwanda vya aina hii vitahitaji na kutegemea malighafi kutoka kwa wazalishaji wa sekta nilizozitaja hapo mwanzoni, na kufanya hivyo wazalishaji hao watakuwa na soko la uhakika humu ndani ya nchi yetu. Sura ya pili ni ya viwanda hivi ni kuzalisha bidhaa ambazo zinatumiwa na watu wengi humu nchini, yani mass consumption. Yani bidhaa kama vile nguo, viatu, mafuta ya kupikia na kadhalika. Ninalizungumza hili kwa sababu nikitoa mfano tu, Tanzania tuna zaidi ya ng'ombe karibu milioni 22-23, na nafikiri tuko wa pili baada ya Ethiopia, na tunashindana na Sudani. Lakini hebu angalia bidhaa hata za viatu tu zinazozalishwa hapa. Tunaagiza viatu kutoka nje kwenye nchi ambazo hazina ng'ombe. Tungeweza tukawa na viwanda vya ngozi, tukawa na viwanda vya viatu, viwanda vya mikanda, viwanda vya pochi, viwanda vya kofia na kadhalika. Kwa njia hiyo tutakuwa tumeongeza thamani ya mazao yetu ya mifugo, lakini pia tukawa tumetengeneza au kucreate employment kwa watu wetu kwa kuwa na viwanda vya ngozi, viwanda vya viatu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo viwanda hivi vitakuwa na uhakika wa soko la ndani kabla ya kufikiria soko la nje. Viwanda hivi vitatarajiwa kuzalisha ziada kwa ajili ya masoko ya nje, na yote mawili yakitokea, yani kuzalisha kwa ajili ya soko la ndani na nje, itatuongezea akiba yetu ya fedha za kigeni na kutuwezesha kutekeleza na kuendeleza mipango mingine kwa ajili ya ustawi wa uchumi wetu. Sura ya tatu ya viwanda ninavyokusudia ni kuzalisha ajira nyingi. Shabaha yetu ni kuwa ifikapo mwaka 2020 idadi ya ajira itokanayo na viwanda ifikia 40% ya ajira zote zitakazo kuwepo nchini wakati huo.
na hii pia ndio reflection ya ilani yetu ya uchaguzi tulioinadi sisi wote waheshimiwa wabunge na wananchi kuiamini, na ndio maana tukachaguliwa. Mheshimiwa Spika, nimeamua kulisema hili kwa kirefu sana kwa sababu ili tufanikiwe lazima tuelewane na tusaidiane kulisukuma kwa pamoja jambo hili. Swala lingine ambalo ningependa nilisisitiza hapa ni swala la kilimo, mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Spika, sekta nyingine ambazo lazima tutazitilia mkazo mkubwa na kuziendeleza ni kilimo, mifugo na uvuvi. Tutaziangalia sekta hizi kwa mtazamo wa kibiashara na viwanda kwa lengo la kuwa na viwanda vya kisasa vya kuongeza thamani ya mazao yatokanayo na kilimo, mifugo na uvuvi. Nchi yetu kwa kiasi kikubwa ni nchi ya kilimo, ufugaji na uvuvi. Hii inatokana na ukweli kwamba sehemu kubwa ya watu wetu wapatao 75% wanaishi vijijini na wanategemea kilimo, ufugaji na uvuvi kwa ajili ya maisha yao. Wakulima, wafugaji na wavuvi wanatumia zana na mbinu duni katika shughuli zao na wanazalisha zaidi ya 95% ya chakula chote kinacholiwa hapa nchini na kutoa mchango wa 25% kwenye pato la taifa, yani GDP, na 30% ya mapato yetu ya fedha za kigeni. Kwa takwimu hizi chache ni wazi kwamba mchango wa sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi katika uchumi wetu na maisha yetu ni mkubwa sana. Nichukue nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru wakulima, wafugaji na wavuvi wote wa Tanzania kwa mchango wao mkubwa katika maisha yetu na uchumi wa nchi yetu. Nataka kuahidi kwao, wakulima, wafugaji na wavuvi, sitawaangusha. Mheshimiwa Spika, pamoja na umuhimu wa kilimo, mifugo na uvuvi katika uchumi wetu, wakulima, wafugaji na wavuvi wetu wengi bado ni watu maskini. Mapato yao yako chini na maisha ni duni. Lengo letu ni kuimarisha sekta hizi ili ziweze kutoa mchango mkubwa zaidi katika uchumi wa nchi, lakini pia ziweze kuwanufaisha wakulima, wafugaji na wavuvi katika kuyabadili maisha yao. Tukiweza kuboresha sekta hizi, vijana wengi zaidi watavutiwa kujiunga nazo na hivyo kupunguza tatizo la upatikanaji wa ajira. Nataka niwahakikishie wakulima, wafugaji na wavuvi wetu kwamba ahadi zetu kwao tutahakikisha zinatekelezwa. Serikali ya awamu ya 5 itazisimamia kwa dhati ahadi hizo ili kuhakikisha kwamba kilimo, ufugaji na uvuvi unakuwa wa kisasa zaidi na wenye tija zaidi. Baadhi ya mambo ambayo tuliahidi kuyatekeleza ni pamoja na kuwapatia mafunzo ya kilimo, ufugaji, uvuvi wa kisasa, ikiwa pamoja na ufugaji wa samaki, lakini pia kuwapatia pembejeo wakulima wetu. Tutawapatia zana za kisasa za kilimo, ufugaji na uvuvi. Tutawapatia wataalamu wa ugani. Tutawawezesha kupata masoko ya uhakika ya mazao yao. Tutawapatia mikopo, na kwa hili benki ya kilimo itasaidia sana kufikia lengo hili. Tutaondoa ushuru wa kodi na kero mbalimbali za mazao ya kilimo na mifugo na uvuvi zinazosababisha bei ya mazao hayo kuwa chini. Mfano, kahawa. Nilipokuwa Kagera, wakulima wa kahawa Kagera, na ndio maana kila wakulima wote wa Kagera wanataka kahawa yao wakaiuze Uganda, lakini tulipouliza wana kodi zaidi ya 26. Na kwa kuzingatia kuwa na kodi hizo zaidi ya 26, bei wanayopewa wakulima wa kahawa kule Kagera na maeneo mengine inakuwa ndogo zaidi ukilinganisha na bei wanayopewa katika nchi ya jirani ya Uganda. Na ndio maana wananchi wanakuwa wanachukua riski hata ya kwenda kuzama kwenye maji, lakini wao wanasafirisha kahawa. Sasa ndio maana nasema makodi haya ya ovyo ovyo ambayo ni ya kero
kwa wakulima wetu. Katika mazao ya kahawa, mahindi, chai, pamba, korosho, mkonge, ngozi, nyama, maziwa na samaki, tutahakikisha tutayaondoa kama siku ya punguza kwa kiasi kikubwa sana.